Wakati waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio akisema alimpigia simu mwanadiplomasia mkuu wa Urusi Sergei Lavrov na kumfahamisha kuhusu uamuzi wa Marekani wa kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Wahouthi katika eneo la Bahari Nyekundu, Lavrov alijibu kwa kuashiria haja ya kusitisha matumizi ya nguvu. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema kwamba Urusi haikutoa amri wala kuonyesha haja ya mashambulizi ya Wahouthi, lakini iliona haja ya kufanya mazungumzo kabla ya kufanya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa katika wizara ya mambo ya nje ya Urusi ni kwamba mnamo Machi 15 kwa mpango wa upande wa Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alifanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika mazungumzo hayo, Marekani iliripoti uamuzi wake wa kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya vikosi vya Kihouthi katika eneo la Bahari Nyekundu. Wizara ya mambo ya nje ilisema haikubaliani na jambo hilo. Katika kujibu hoja zilizowasilishwa na upande wa Marekani, Sergei Lavrov alisisitiza haja ya kusitishwa mara moja kwa matumizi ya nguvu na umuhimu wa pande zote mbili zinazohusika katika mazungumzo ya kisiasa kutafuta suluhu itakayozuia umwagaji damu zaidi, wizara hiyo ilisema. Hata hivyo, Lavrov hakutaka Wahouthi kushambuliwa, lakini alihitaji mazungumzo kati ya Wahouthi na serikali ya Marekani ya Bwana Donald Trump, na kabla ya hilo kufuatwa, Marekani iliamua kufanya mashambulizi kwa Wahouthi. Hata hivyo, katika taarifa ambayo ameitoa Rubio kwamba aliwafahamisha Warusi juu ya kuwashambulia Wahouthi, Lavrov amesema kwamba ni kweli walifahamishwa, lakini uamuzi wa Urusi ni kwamba haikutoa maamuzi ya kufanyika kwa mashambulizi. Zaidi ilitoa maamuzi ya kufanyika kwa mazungumzo. Pande hizo pia zilijadili masuala muhimu kuhusu utekelezaji wa maelewano yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa maafisa wa ngazi za juu wa Urusi na Marekani mnamo Februari 18 huko Riyadh. Sergei Lavrov na Marco Rubio walikubaliana kudumisha mawasiliano. Hata hivyo, walikubaliana pia wazungumze juu ya masuala ya Mashariki ya Kati, lakini moja kati ya mambo ambayo Bwana Rubio alimweleza waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Lavrov ni juu ya shambulizi la Yemen, huku Lavrov akisema aliwaonya wasifanye mashambulizi dhidi ya Wayemen. Siku ya Jumamosi usiku, chaneli ya televisheni ya Al-Masira inayodhibitiwa na Wahouthi kutoka katika vuguvugu la Ansarullah iliripoti kwamba mji mkuu wa Yemen, Sanaa, ulishambuliwa angani. Baadaye rais wa Marekani Bwana Trump alitangaza kwamba alikuwa ameamuru operesheni za kijeshi dhidi ya Ansarullah, kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Al-Hadath. Mashambulizi hayo yalilenga makao makuu ya baraza kuu la kisiasa la Wahouthi pamoja na maghala ya silaha na vituo vya amri ya waasi mjini Sanaa. Marekani pia ilifanya mashambulizi dhidi ya walengwa wa waasi wa Yemen katika majimbo ya Saada, Dhamar na Al-Baida. Kwa mujibu wa takwimu za hivi punde za Al Jazeera, idadi ya wahanga wa mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Yemen imefikia 24, huku takribani watu 13 wakijeruhiwa vibaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi pia tutaendelea kukujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.